Vijana mjipange, utawala wanawake umetutawala sana. Othman Nyanza baada ya siku 53 amezikwa rasmi na katika kaburi lake la milele baada ya kufukia ambalo alitafutwa kwa siku kadhaa na familia yake. Na hiki ni kisa ambacho kinaturudisha kuiangalia jamii tunakosea wapi kwenye masuala ya mahusiano na ndoa. Vijana mjipange, utawala wanawake umetutawala sana. Nao mwanamke unavyomchukua anapokuja kwako hayupo kwenye mapenzi, yupo kwenye mali. Wanawake wa zamani hawana habari hiyo, anajua yeye nimefika kwa mume, kwanza nitakatiwa nguo na mume, sio anajikatia mwenyewe kama sasa hivi. Hela anapata wapi? Afanyi kazi, hela anapata wapi? Habari ya vikobakoba hakuna. Ukioa mke unakabidhiwa na wazazi, wanakwambia hivi, nakukabidhi mwanangu, ndio mwenye mtoto wa kike. Hanywi pombe huyu, akinywa pombe umemfundisha wewe. Havuti sigara huyu, akivuta sigara umemfundisha wewe. Sio mwizi huyu, yakiiba umemfundisha wewe. Ukishindwa niregeshee mwenyewe. Mume akiongea neno basi wewe msikilize anapotaka haya. Sasa ndo kama hivyo siku hizi watoto mfano wake, zamani mke mpaka utafutiwe na wazazi, lakini changamoto sasa hivi wenyewe wanajitafutana huko tena wanapojua wao. Kwa hiyo matokeo yake anakuja kuwa balaa kama hilo hapo. So mnakuja kuponzana mpaka kuja kumuua mwenzio bila sababu yoyote. Na ndio maana hata sisi zamani wazee walikuwa wanatutafutia waume na wazee walikuwa wanatafutia watoto wao wake, kuangalia katika maadili mazuri na familia ilikuwa nzuri. Na ndio maana kina babu, mabibi wameoana, wameishi mpaka wamezeekea pamoja kutokana na maadili. Kwa sababu vijana wetu sasa hivi wanajifanya wao kwamba wanajua zaidi kuliko ya sisi wazazi. Sasa kwa ushauri wangu, watoto wangu si wa kike wala si wa kiume, ninachowaomba wasikilize wazazi au wasikilize familia. Unapoambiwa hili baya usilifuatilie. Mchunguzane, kila mtu amjue mwenzie vizuri zaidi alipotokea kwao. Maana unakuta mwingine mmekutana tu au hujui kwao yupoje, familia yao ipoje, wao yani wanaishije kwao. Kondo matokeo yake ndo kama hivyo, unakuta tu jambo limetokea kama hivyo, mjuani ndio unabaki kusema sijui leo kabila gani, sijui alikuwepo, sijui katoka kwenye familia gani, mpaka likishatokea sasa ndo unajua. Lakini mwanzoni mahusiano watu wengi sasa hivi wanakutana tu, wanafanya maisha yao, wanazaa, wanaishi, lakini bado hawajajuana vizuri.